Karibu katika saa ya maombi. Karibu katika saa ya maombi, tukienda kuangalia nguvu iliyomo ndani ya damu, na si damu ya kawaida, ni damu ya Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu, mfalme wa falme. Inakwenda kutakasa, inakwenda kugeuza, inakwenda kupindua, inakwenda kufanya mambo makubwa kwenye maisha yako siku ya leo ukiamini. Na tunaingia patakatifu tukichota baraka kwa nguvu ya damu. Na sasa, kabla hatujaanza vipengele vyetu vitatu vya maombi ya nguvu ya damu ya Yesu, tunataka tumtukuze Mungu. Lazima tumtukuze Mungu kwanza, na wimbo namba 2 katika kitabu, tafuta hiki kitabu kizuri sana, kina nyimbo tamu sana. Kitabu kinaitwa Nyimbo za Kristo, namba 2, beti la kwanza na chorus. Twamsifu Mungu mwana wa upendo, aliyetufia na kupaa juu. Haleluya, usifiwe. Haleluya, amen. Haleluya, usifiwe. Utubariki. Baba Mungu wa mbinguni, Yehova mtakatifu sana, Mungu ketie katikati ya makerubi na maserafi, Mungu uliyezungukwa na majeshi ya malaika wasiohesabika. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, mwenye mamlaka, ukuu, heshima, uweza, utukufu, utawala, madaraka, enzi na adhama vina wewe peke yako, na wewe ndiye Mungu wetu. Kwako kuna kushinda. Kila aliyeshindwa akijisalimisha kwako, ushindi ni hakika. Kwako kuna kuinuliwa. Kila tunapoanguka, wewe unatuinua. Unastahili kuheshimiwa mfalme, unastahili kuabudiwa, Mungu wa miungu, Yehova mtawala wa vinavyoonekana na visivyoonekana. Katika saa hii ni saa ya kurudishia sifa na shukurani, sifa na utukufu, sifa na heshima na enzi na mamlaka. Hatuna wa Mungu mwingine isipokuwa ni wewe. Ni wewe pekee ambaye jina lako tunalisifu, na jina lako tunapolitamka, nguvu na mamlaka za giza za kuzimu zinakimbia na kuteketea kwa jina la Yesu. Kwako kuna utukufu, utukuzwe mfalme. Kwako kuna heshima, pokea heshima, Mungu wa miungu. Kwako kuna utawala na madaraka, hakuna aliye juu yetu isipokuwa wewe, Mungu wa miungu, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Pokea sifa, pokea heshima, pokea utukufu, pokea mamlaka. Ukuu na adhama na enzi vina wewe peke yako, na mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Tunakushukuru Bwana kwa kufungua ibada hii, kwa shukurani hizi zimefika kwako, na wewe kutoka katika kiti chako cha enzi pale patakatifu sana hapa mbinguni unaachilia baraka, neema, ushindi na utulivu wa kiakili wenye matokeo makubwa kwenye kila jambo tunalokwenda kulifanya. Basi ibada hii ambayo imejawa na nguvu yako katika damu ya uhai iliyo katika Kristo Yesu, Baba, ikubalike mbele zako, mtoto wako akabarikiwe katika jina la Yesu, amen. Lakini nikukumbushe kitu cha msingi sana. Tunapomsogelea Mungu katika malango yake ya patakatifu sana kupitia nguvu ya damu ya Yesu, ni vizuri pia tukakumbushana, mtoto wa Mungu, kwamba hakuna kinyonge kitakachosimama mbele za Bwana wetu, Mungu wa miungu, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, Mungu wa mbinguni. Sasa lazima tujinyekeshe kwa Mungu. Maandiko yanasema ili kupata vitu vya Mungu, ili kupata access ya kuingia katika mahali ambapo utukufu wa Mungu ni mkubwa sana, tunapopokelea baraka na neema za Bwana, lazima tujinyenyekeshe kwake. Kama kuna chochote unajua kitakuwa ni kizuizi cha kupokea baraka ya maombi ya leo, huu sasa ni wakati wa kukisalimisha kwake. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 7 mstari wa 14 anasema, ikiwa watu wangu, wewe na mimi, ikiwa watu wangu
Anasema walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kusamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Mungu anakwenda kukufanyia mambo makubwa sana. Mungu wako anakwenda kukufanyia mambo makubwa sana, na kwa sababu anakufanyia mambo makubwa sana, protocol ya haya ambayo anakwenda kukufanyia katika maombi yetu makubwa matatu ya damu ya Yesu leo, lazima ukubali kuanza na kujinyenyekesha na kujishusha na kumtafuta Mungu uso na kuweka mbali kila dhambi, makosa ambayo unamkoseaga Mungu wako, ili Bwana atengeneze mambo, akufanyie mambo makubwa kwenye maisha yako. Sasa tunapoelekea kumwomba Mungu atufanyie kitu cha usafi na utakaso, na tunapoenda kujinyenyekesha kwa Mungu wetu na Mungu ambaye ndio Mungu wako Yesu Kristo Jehova, wimbo kutoka kwenye kitabu chetu kizuri cha kinaitwa Nyimbo za Kristo namba 116, na tusoma na beti tutaimba na beti la 3. Tuimbe kidogo tena wakati tunatengeneza angahewa la ujazo wa msamaha wa Mungu na uwezeshwaji wa kimungu katika saa hii heri ya maombi. Bwana, ninataka hili, kwa kuwa nimechafuka kwa moto au kwa maji, unisafishe kabisa mpaka moyo ni safi, siwezi kuyafahamu mambo mazuri ya mbingu, mambo mazuri ya mbingu. Unisafishe Mwokozi, ndani na nje kwa moto, utakavyo hili dhambi ife kwangu, ife kwangu. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mkuu sana, na ukuu wako tumeuona na tunaendelea kuona kila siku kwenye maisha yetu. Sasa ni wakati wa utakaso, ni wakati wa kusafishwa. Huu ni wakati wa kukutafuta uso wako, ni wakati wa kunyenyekezwa chini ya msalaba wa Kalvari. Bwana, chochote kilichoinuka ndani yangu kiteketeze kwa jina la Yesu. Wewe uongezeke, mimi nipungue. Wewe uongezeke, huyu mama apungue. Ndani yake wewe Mungu ongezeka sana, viburi vyake vipungue, uovu wake upungue, tamaa zake zipungue, ukosefu wa ibada wake upungue, ukosefu wa imani kwako upungue. Mtakase kwa damu ya Yesu, mfute makosa yake Bwana, samehe pale alipokosea. Mpokee mfalme wa Mungu sasa, kwa sababu umetuita ili tuje kwako kwa kunyenyekesha kama wakina Suleiman. Mungu, ninakusihi na kukuomba, ondoa kila makando kando kwenye maisha yetu. Achilia nguvu ya kushinda dhambi, achilia nguvu ya kushinda vishawishi ndani yake, achilia nguvu ya kupindua maisha, unyonge wote teketeza kwa jina la Yesu. Ni wakati Mungu wa kukushangilia, ni wakati wa kupokea msamaha kutoka mbinguni, ni wakati wa kupokea nguvu ya kushinda dhambi, nguvu ya kushinda majaribu. Tunapokea nguvu ya kushindwa kwa jina la Yesu. Asante Yesu Mungu mtakasaji, takasa kufikiri kwetu, takasa akili zetu. Tunaweza tukapata fedha zote, tunaweza tukapata akili zote, mali zote, ushawishi wote, nguvu zote, lakini kama moyo wetu ni mchafu, si kitu mbele yako, hatukubaliki mbele yako. Tupokee mfalme, na ibada hii iendelee kupata kibali machoni pako. Wakati ambapo ubinadamu wetu uliinuka na kuibuka, Mungu tulikusahau, tusamehe kwa jina la Yesu. Tusamehe pale ambapo neno lako tulipoliamini lakini hatukuliweka katika vitendo, hatukuliamini kwa uzito. Mungu tusamehe, tupe kuamini. Lakini Bwana, nakushukuru kwa sababu umetusamehe.
Asante kwa sababu umetukubali. Sasa tunapoutafuta uso wako kupitia damu ya Yesu, achilia nguvu, 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 nguvu kwa jina la Yesu. Achilia nguvu za kiakili, achilia nguvu za kiroho, achilia uweza wa kupokea mambo makubwa kutoka kwako Mfalme. Na siku hii ya leo ya maombi ikawe ni siku yenye kugeuza na kupindua kabisa kila kitu kwenye maisha ya mtoto wako. Sasa acha aanze kuona furaha ya msamaha. Sasa tunapoelekea kwenye mambo yale matatu ya kuitafakari nguvu ya damu yako na kuchukua maombi yenye nguvu na ujazo mzito kwenye maisha yetu, Mungu ninaomba lile burudiko la kwako Roho Mtakatifu likatamalaki ndani ya moyo wa mtoto wako huyu ananisikiliza, ndani ya huyu mama, huyu kijana, huyu jenizedi, huyu mzazi, huyu mwanafunzi, huyu profesa, daktari, kila mmoja anayefuatilia kwa hadhi yake na rangi yake na kabila lake na uelimu yake na uelewa wake, leo akashuhudie uko Mungu mbinguni uwezaye kupindua na kugeuza maisha. Uko Mungu mbinguni mwenye uwezo kutenda mambo makubwa ya ajabu yasiyoweza kufahamika na kuelezeka. Tunakushukuru wewe peke yako utendaye ishara, maajabu na miujiza mbinguni na duniani. Tunakushukuru wewe peke yako ambaye ni Baba, ubaba wote mbinguni na duniani unaitwa. Tunakushukuru wewe peke yako, wewe ambaye uwezaye kutenda mambo makubwa na ya ajabu kuliko tunavyofikiri na tunavyoomba, na leo tunakwenda kuyashuhudia katika jina la Yesu, amen. Tarajia mambo makubwa sana siku ya leo. Kama kuna siku ambayo unapaswa kutarajia mambo makubwa sana kutoka kwa Mungu, ni siku ya leo, maana anakwenda kufanya mambo makubwa sana. Tunakwenda kuangalia nguvu ya damu. Nguvu ya damu. Kwa nini damu? Kwa nini damu? Asili ya damu na uhai. Kibiolojia na kiroho kuna siri kubwa imefichwa ndani ya damu. Damu sio kitu cha kawaida. Damu ndio mfumo mkuu wa uhai. Kitabu cha Mambo ya Walawi 17 mstari wa 11, maandiko yanasema, kwa kuwa uhai wa mtu upo katika hiyo damu. Ukiondoa damu, umeondoa uhai. Damu yako imebeba utambulisho wako. Damu yako imebeba uhai wako, tabia yako na nguvu ya kiumbe. Nguvu zako zipo katika damu yako. Tabia yako ipo kwenye damu yako. Utambulisho wako na future yako imefichwa katika damu yako. Na sasa, kwa nini damu ya Yesu na si damu yako? Kwa nini damu ya Yesu si damu yako? Moja, sheria ya kiroho na deni ya dhambi. Hebu tuangalie sheria ya kiroho. Kiroho Warumi inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Mauti ni nini? Mauti ni uhai uliopotea. Damu ni nini? Biblia inasema uhai wa mtu upo katika damu. Kwa kumbe unaweza kuwa una damu, lakini kwa sababu una dhambi unatembea na salary, mshahara wa dhambi zako, wa hiyo damu yako inayokuletea tabu. Sasa ili ufute hiyo mauti unaotembea nayo kwenye damu yako hiyo ambayo haina uhusiano na Yesu, inabidi uhai mwingine msafi, usio na dhambi, usio na makosa na mapungufu, utolewe kafara kwa niaba ya damu yako iliyo chafu. Pointi nyingine hapa, naomba tuende sawa. Hakuna mwanadamu yeyote aliyezaliwa mwenye damu safi yenye uwezo wa kubeba uhai wake kwa yenyewe, kwa sababu wote tumezaliwa, tumekuwa linked, tumeunganishwa na Adamu. Kwa Adamu alivyotenda dhambi, kwa bloodline, mfumo wa damu ya mwanadamu wote uko chini ya dhambi. Na kama uko chini ya dhambi, uko chini ya mauti. Inahitajika damu isiyo na makosa, mapungufu, ndio tufanye blood transfusion, tuingize kwenye mfumo wetu wa maisha ili tuweze kuwa hai tena. Kwa bila damu hii hauwezi kuwa hai. Sasa damu isiyokuwa na doa
a sinless blood ambayo itakupa uhai halisi ni ipi? Yesu alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na damu yake haikuwa na asili ya dhambi ya Adamu, kwa sababu haikuwa mbegu ya kiume iliyoungana na yai la Mariamu ndio ikatengeneza Yesu, bali ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu uliomuingia mwanamke na akatoa mtoto. Kwa damu yake ni safi, imetengwa na kila takataka ya dhambi. Damu ya Yesu ni damu ya Mungu, ni damu ya Mungu. Kwa tunapokwenda kuita damu ya Yesu, tunaita damu ya Mungu, na tumesema damu ni uhai, tunakwenda kuita uhai wa Mungu mahali pasipo na uhai. Ukisoma 20:28 Matendo ya Mitume, maandiko yanasema jitunzeni nafsi yenu na lile kundi nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa la Mungu. Sikiliza, alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Mpate kulilisha kanisa la nani? La Mungu. Huyo Mungu amelinunua kwa damu yake mwenyewe, damu iliyo safi. Sasa nisikilize vizuri, ni damu hiyo ya Mungu ambayo ni damu ya Yesu pekee yenye uthabiti na uwezo wa kulipa deni la milele na kununua haki ya uhai wako mbele ya mahakama za kimungu. Damu ya Yesu ndiyo yenye nguvu ya kufufua vilivyokufa kwenye maisha yako. Damu ya Yesu peke yake ndio yenye uwezo wa kushikilia maisha yako, familia yako, biashara zako, uhai wako na hatima yako. Hakuna mtu ana uwezo wa kumwondolea mtu ambaye ameruhusu damu ya Yesu ifulike katika maisha yake. Damu ya Yesu ndio imeanzisha agano jipya lisilovunjika katika maisha ya mwanadamu ambaye anamwamini Mungu. Kwa utagundua tunapoingia katika maombi makubwa matatu ya nguvu ya damu ya Yesu kwenye maisha yetu, ukiwa na uelewa huu, Mungu atakutendea mambo makubwa sana. Wimbo namba 113 wa kitabu chetu kizuri cha nyimbo za Kristo. Damu imebubujika ni ya Imanueli, wakioga wenye taka usafi wa kweli, usafi wa kweli, usafi wa kweli, wakioga wenye taka usafi wa kweli. Baba, tunakushukuru sana Mungu wa mbinguni, asante kwa damu ya Yesu, damu inayonena mema. Wakati damu ya Kaini inalalamika na kunung'unika chini ya ardhi, damu yako inanena mema, damu yako inatenda mema. Sasa leo unakwenda kututendea mambo makubwa sana kwenye maisha yetu kupitia nguvu iliyo ndani ya damu yako. Ofisi ya mtoto wako inakwenda kubadilishwa na kugeuzwa kupitia imani katika nguvu na uhai ulio ndani ya damu yako. Mfalme, damu iliyo safi yenye uwezo wa kutakasa inakwenda kugeuza biashara za mtoto wako, inakwenda kugeuza mipango ya mtoto wako, inakwenda kutenganisha mateso ya majini na mabilisi katika maisha yake na uhai wake tangu sasa. Inakwenda kufanya mambo makubwa. Asante wewe Mungu mtendaji, ambaye unakwenda kutufanya mambo makubwa sana matatu katika maombi ya leo, katika jina la Yesu, amen. Sasa jambo la kwanza ambalo damu hii safi, damu ya Mungu ambayo ukilowekwa ndani ya damu ya Mungu, ukifunikwa na damu ya Mungu, ukifunikwa na damu ya Yesu, ambacho inakwenda kukufanyia, jambo la kwanza
ni Ufunuo wa Yohana 12 mstari wa 11. Ufunuo wa Yohana 12 mstari wa 11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Nao wakina nani? Mimi na wewe. Nao wakina nani? Maombi yako dhidi ya wanaokutesa. Nao wakina nani? Wote waliompokea Yesu. Nao wakina nani? Watoto wako, ukiwafundisha kuitegemea damu ya Yesu. Nao wakina nani? Wazazi wako wakitegemea damu ya Yesu. Nasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Katika mstari huu unaonyesha kuwa damu ya Yesu ni silaha ya kisheria na ya kishindo inayomnyang'anya shetani nguvu na haki zote za kukushtaki au kukushikilia. Ni kadi ya ushindi iliyokamilika. Narudia, katika mstari wa Ufunuo 12:11, nao akamshinda kwa damu ya mwana kondoo, inatupa uhalali wa kisheria wa kumshinda shetani popote atakapokatiza kwenye maisha yako. Akikatiza kwenye ndoa anapigwa, kwenye biashara anapigwa, kwenye maombi anapigwa, kwenye mahusiano yako na jamii anapigwa. Yaani ni silaha ya kisheria yenye kishindo kikubwa kinachomnyang'anya shetani uhalali wa nguvu zake kwenye maisha yako. Damu ya Yesu inamnyang'anya shetani na majini na mawakala wa kibinadamu, akiwepo mama wa makahaba, akiwepo nabii wa uongo, wakiwepo waganga wa kienyeji, wakiwepo matamko yote ya kiibilisi ambayo yametamkwa kwenye maisha yako, yakiwepo mafitina yote, mazengo yote ambayo unategemewa kufanyiwa, yakiwepo vikwazo na vizuizi vyote kwenye maisha yako. Damu ya Yesu ndio ina nguvu ya kishindo inayomnyang'anya shetani uhalali wa mateso kwenye maisha yako. There is power in the blood of Jesus. Kuna nguvu katika damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Nao wakamshinda. Kwa tunakwenda kuomba na kushukuru ushindi mkubwa ambao unapatikana kupitia damu ya Yesu. Sogeza mbele ya madhabahu ya mbele ya utukufu wa Shekaina wa Mungu uliopo patakatifu sana, tunapokwenda kupaingia kwa njia ya maombi, ili nguvu ya damu ya Yesu ikathibitike ndani yako, ikaweze kuachilia ushindi kwenye kila eneo ambalo kwako sasa unaona kushindwa hivi. Je, wahitaji kuwekwa huru? Kuna nguvu katika damu, kuna nguvu ya ajabu damuni mwa Yesu. Kuna nguvu ya ajabu damuni mwake Yesu. Baba Mungu wa mbinguni, asante kwa nguvu kubwa iliyoko ndani ya damu ya Yesu. Tunakushukuru kwa ushindi dhidi ya kila vikao vya kishetani. Tunakushukuru kwa sababu ya nguvu ya ushindi dhidi ya kila mateso ya adui. Tunakushukuru kwa nguvu ya ushindi dhidi ya kila kurudishwa nyuma iliyomo ndani ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu peke yake, uhai uliomo, una uwezo wa kufufua vilivyokufa kwenye maisha yetu. Fufua sasa kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu yenye uwezo wa kuachilia ushindi kila kushindwa. Fungulia ushindi katika maisha ya mtoto wako kila alipokwama leo kwa jina la Yesu. Leo kwa damu ya Yesu, nguvu yako ikaingie kwenye eneo la kushindwa tangu sasa, na aone kushinda kwa jina la Yesu. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni, kwa damu ya Yesu
umetuondolea mashtaka dhidi ya nguvu za kuzimu, dhidi ya nguvu za giza, dhidi ya kaburi linalovuta kushindwa na vifo vya mambo yetu na sisi na hatima zetu katika maisha yetu. Mtendee mtoto wako mambo makubwa katika jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo nazifuta na kunyamazisha sauti za kushindwa kwenye maisha ya mtoto wako, kwenye maisha ya mtoto wako. Mashtaka ya adui ambayo anayasimamisha kinyume na neno lako katika maisha yangu, katika maisha ya mtoto wako, yanaangushwa na kufutwa kwa damu ya Yesu. Baba Mungu wa mbinguni, familia yangu inaunganishwa na mamlaka ya damu ya Yesu katika ulimwengu wa roho. Biashara zangu, biashara za mtoto wako zinaunganishwa na mamlaka ya damu ya Yesu kwa nguvu za damu ya Yesu. Na kila roho za ushirikina, kila roho za majini, kila roho za kushindwa, matamko ya giza yanafutwa sahi, yafute sahi, yanafutwa sahi kwa damu ya Yesu. Ninakushukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu damu ya Yesu ina uwezo wa kuvunja mamlaka, inafuta mikataba, inafuta maagano na mamlaka zote zinazotesa za adui ibilisi katika jina la Yesu. Nao wakamshinda. Tunatangaza ushindi wetu. Ni wakati wa kuchukua ushindi wetu katika Kristo. Watoto wetu ambao wametekwa na mamlaka za giza, kwa nguvu ya damu ya Yesu wanafunguliwa na kukombolewa kwa jina la Yesu. Dhambi zote ambazo zimeteka maisha yetu katika jina la Yesu, kwa mamlaka iliyomo ndani ya nguvu ya damu ya Yesu, tunaachilia ufunguo dhidi ya mateso ya adui. Asante Mfalme wa mbinguni, maana kwako kuna nguvu, kwako kuna mamlaka, kwako kuna uwezo. Kwa sababu wewe una uwezo wa kuponya, tunanyunyiza damu ya Yesu katika ubongo, kila seli iliyopo ndani ya uti wa mgongo, kila seli iliyopo ndani ya ubongo wa mbele, wa kati na wa nyuma, ipokee damu ya Yesu kwa jina la Yesu. Ikafute kila makando kando, kila seli hai ya mwili wetu ipokee nguvu ya damu ya Yesu. Kila kumbukumbu iliyorekodiwa katika mitochondria na mifumo yote ya seli hai yetu ipokee damu ya Yesu. DNA zetu Bwana, DNA ya mtoto wako, DNA ya mtoto wako sasa hivi ipokee damu ya Yesu katika jina la Yesu. Tunatangaza ushindi kazini, tunatangaza ushindi kwenye biashara, tunatangaza ushindi kwenye ibada, yani kwa sababu ameamua kutegemea damu ya Yesu. Tangu sasa atakapotamka tu neno lolote, Bwana, mtoto wako kwa nguvu kutoka katika damu yako ipokee uhai, unaibuka kwa jina la Yesu. Kila vinavyokufa na tazama vinafufuliwa, kila vinavyonyong'onyea tazama vinafanyika imara katika nguvu iliyopo ndani ya damu ya Yesu. Asante Mfalme, kwa damu ya Yesu tunaweka ukuta wa ulinzi, ukuta wa ulinzi kwenye ndoa hiyo ya mtoto wako, ukuta wa ulinzi kwenye future ya mtoto wako, ukuta wa ulinzi ambao haupitiki na mshale wowote kwenye akili za mtoto wako, ukuta wa ulinzi kwenye utafutaji wa mtoto wako. Tunatangaza ukuta wa ulinzi wa damu yenye nguvu ya Yesu Kristo, damu ya Mungu katika familia ya mtoto wako. Ninatangaza ukuta wa ulinzi katika dhidi ya mashambulizi yote ya adui mwovu ibilisi, ukuta wa ulinzi dhidi ya kila kilicho kinyume na wewe kwenye maisha ya mtoto wako, na akapokea raha ya mbinguni, akapokea utulivu wa mbinguni, apokee burudiko la mbinguni. Hakuna kila silaha ambayo Mungu inakwenda kufanyika kinyume na mtoto wako, kila silaha ambayo Mfalme ilifanyika kinyume na mtoto wako, sasa hivi Bwana inaangushwa na kuteketezwa, inasambaratishwa kwa damu ya Yesu, inageuzwa kwa damu ya Yesu. Tunakushukuru Mfalme, kwa damu yako tunapokea ushindi wetu. Tunapokea ushindi wetu katika elimu, tunapokea ushindi wetu shuleni, tunapokea ushindi wetu kazini, nyumbani. Usiku ni wako na mchana ni wako, wote nyunyiza damu yako kwa jina la Yesu. Asante Mfalme kwa mambo makubwa ambayo umeyatenda, ni katika jina la Yesu, amen. Sasa jambo la pili ambalo Mungu anakwenda kukufanyia ukiacha la ushindi kupitia nguvu ya damu ya Yesu linapatikana. Fungua kitabu cha Zekaria, fungua kitabu cha Zekaria, fungua kitabu cha Zekaria. Kuna mambo mazuri sana hapa. Zekaria 9:11 na 12. Kuna vitu hapa vizuri tunakwenda kuviomba Mungu atutendee. Anasema nini hapa? Na kwa habari zako wewe,
vizuri. Na kwa habari zako wewe, kwa sababu ya damu ya agano langu, kwa sababu ya damu ya agano lako nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilo na maji. Hii inaitwa kurejesha vilivyopotea. Kwa sababu ya ya damu la agano lako, anasema nimewatoa wafungwa wako kutoka katika shimo lisilo na maji, lililojaa kiu, lililojaa uhitaji, lililojaa mapungufu. Ametoa wafungwa wako. Sasa mfungwa wako anaweza kawa ni uchumi wako, mfungwa wako anaweza kawa ni mke wako na mfungwa wako, anaweza kawa ni watoto wako ndio wafungwa wako, kizazi chako kijacho ndio wafungwa wako, inaweza kawa ni biashara yako ndio imefungwa, inaweza ikawa ni ibada zako zimepigwa loki, inaweza ikawa ni utoaji wako wa sadaka umepigwa loki, ili wapeni watu vitu nanyi mtapewa kwa kujaa na kumwagika. Imeshindikana kwenye maisha yako kwa sababu kuna kitu kimefungwa, kuna loki. Anasema kwa sababu ya agano la damu yako amewatoa wafungwa wako kutoka katika shimo ambalo hilo shimo limetoa sifa kwamba ni kavu. Sikiliza mambo mazuri hapa. 12. Irudieni ngome, enyi wafungwa wa tumaini. Hata hivi leo nasema ya kwamba nitakurudishia maradufu. Nitakurudishia maradufu. Damu, mwanzoni tumesema nao akamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Wewe ndio ukashindwa, ukamshinda yule ibilisi, wewe kama wewe. Lakini sasa sio vitu vyako, sio mambo yako. Hii hapa, 1, damu ya Yesu ni ngome. Anasema rudini katika ngome, rudi kufunikwa na damu ya Yesu. Biashara yako irudishe kwenye ngome. Umeipeleka kwa wale jamaa wa upande wa pili, watakuua. Kazi yao ni kuua, kuharibu na kufilisi. Kwa muda kidogo utaonekana kama unafanikiwa, lakini mwisho wako ni uangamivu mbaya na aibu na kudhalilishwa. Anasema rudi katika ngome, rudi katika imani, katika the power of the blood of Jesus, nguvu ya damu ya Yesu. Sasa anasema damu ya Yesu kwanza ni ngome ambao ukiingia ndani yake ushindi ni hakika. Damu ya Yesu inatoa vitu vilivyofungwa katika hali ya kifungo na kuweka katika hali ya uhuru kwa sababu ya agano lako. Anasema hivi, tumesema nini hapa? Nimewatoa wafungwa wao katika shimo lisilo na maji. Damu iliyoingia agano ya Yesu yenye uhai inatoa wafungwa wao katika damu. Anza kuorodhesha wafungwa wako wote sasa hivi, katika wafungwa wako waliofungwa, vitu vyako vifungwa, mawazo, umekuwa na mawazo duni, una mawazo ya maana ya constructive ideas, vimefungwa. Damu ya Yesu inarudisha kwa jina la Yesu. Lakini nikukumbushe, kila jitihada iliyofanyika ya kuwatoa wana wa Israeli kwenye utumwa wa Misri na mali zao na watoto wao na wake zao ilifeli, isipokuwa damu ilipokuwa invoked, ilipohusishwa damu ya Yesu, vitu vyote vikaachia, ugumu wa Farao kaachia. Kuna jamaa ameshikilia vitu vyako, kuna mifumo imefunga hatima yako, kuna mifumo imesababisha umekuwa wa kawaida, utakiwa kuwa hapo kwa miaka 6-7, maisha yako yanajirudia vile, hakuna hatua. Leo tunakwenda kuita damu ya Yesu ifungue yako kaeneo, iteketeze yako kaeneo, kila kusudi uliokusudia moyoni mwako likatokee kwa jina la Yesu. Lakini the blood of Jesus, damu ya Yesu, tumesema damu ya Yesu ni uhai wa Mungu. Kuna maeneo ambayo unaona kama yanakufa hivi, ingiza uhai wa Mungu kwenye hayo mambo.
ingiza damu ya Yesu, yatamkie damu ya Yesu, yanyunyizie damu ya Yesu, yaroweke kwenye damu ya Yesu, yabatize kwa damu ya Yesu, yafukie kwa damu ya Yesu, yafukize kwa damu ya Yesu. Nawe unakwenda kuona mambo makubwa sana katika maisha yako. Lakini ngome yako, kama nimeshasema, ipo ndani ya damu ya Yesu, na ninakuombea kwa Mungu, ingia ndani ya ngome. Maisha yako yaweke chini ya utawala wa damu ya Yesu, na uweza wa Mungu we chini yako. Kwa hiyo leo tunakwenda kutoka katika vitu vilivyoshikiliwa kwa sababu ya agano ambalo umeingia na kumwamini Yesu, vinakwenda kuachiliwa vyote. Na ninapoongea sasa hivi vitu vinatokea kwenye maisha yako. Yaani ninapoongea sasa hivi kuna vitu vinaendelea ambavyo nataka uamini kwamba Mungu yuko kazini. Ngoja nikwambie, majeshi ya malaika yameshatumwa kuzunguka. Yanaanza kuachilia na kurekebisha mambo. Kazi yako ni kutamka tu, alafu Mungu anafanya. Sasa nakwenda kuzungusha maisha yako na ngome ya damu ya Yesu, lakini blood is life of Jesus. Kuna vitu vyako kwenye maisha vimekufa, tunakwenda kuachilia the life of Jesus, maisha ya Yesu kwenye maeneo yaliyokufa, kurudisha vitu vilivyopotea, ulivyonyang'anywa, muda uliocheleweshwa maradufu kwa jina la Yesu, kama alivyofanyiwa Ayubu kwa nguvu ya damu ya Yesu, na kwako unakwenda kufanyiwa. Lakini tusi vitu vilivyopita, tunakwenda ile ability, uwezo wa kuikabili kesho, uwezo wa kesho uliofanikiwa, kesho uliofunguliwa. Na hiyo kesho inaishia kwenye mabaraza na mabarabara ya dhahabu ya mbinguni, sio tu kesho ya kuishia kufa, kifo cha aibu na kudhalilika. Kwenye kitabu chetu kizuri cha nyimbo za Kristo, wimbo nambari 117, wamwendea Yesu kwa kusafiwa, kuoshwa kwa damu ya kondoo, je, neema yake yatumwagiwa, waoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo. Wamwandama daima mkombozi, waoshwa kwa damu ya kondoo, yako kwa msulubi wa mavazi, waoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo. Baba Mungu wa mbinguni, wewe ni Mungu mtukufu na mwenye uweza mkubwa sana. Tunasema asante kwa zawadi ya damu ya uhai wako ambayo umeimwaga katika msalaba wa Calvary, na tone lilipotua katika ardhi ya pale Golgotha iliteka nyara maisha ya kila mwanadamu anayekuamini, na yanapokea uhai kwa jina la Yesu. Asante kwa neno lenye nguvu la Zakaria ambalo linatutangazia ukombozi kwa damu ya Yesu kwa kila kilichoshikiliwa na adui. Bwana, tunakushukuru kwa sababu leo ni siku ya sherehe ya kusherekea uhai wako, kusherekea damu yako. Sasa nataka nimtangazie tu mtoto wako mambo machache ambayo Bwana kila napotangaza, asante, maana malaika tayari wameshafanya. Malaika wako kazini, wakifanya kazi kwa ukubwa mno, wenye mapanga yanayong'aa dhidi ya kuteketeza kila kamba, kila mifumo, kila maagano, kila matamko, kila matambiko, kila mifumo ambayo imeweka mtoto katika hali ya utumwa, leo inakwenda kuachiliwa na kusambaratishwa na kuteketezwa kwa jina la Yesu.
Baba, nakushukuru sana, asante kabisa kwa sababu umekwenda kumtoa mtoto wako katika vifungo. Kila kifungo kilichomshikilia na kitangazia uhuru kutoka mbinguni kwa jina la Yesu. Kila kifungo kilichoshikilia mambo yake, kila mambo yake yaliyofungwa, fungua kwa damu ya Yesu. Yanafunguliwa kwa damu ya Yesu, yanafunguliwa kwa damu ya Yesu. Uzito ambao anaupitia kwenye maisha yake tunaufuta kwa nguvu kutoka mbinguni, kwa damu yako kutoka mbinguni Bwana. Kwa wale mateka waliotekwa kwenye maisha yake, akili yake imetekwa Bwana, uchumi wake umetekwa, anapata vitu lakini vinapotea juu. Vinapotelea wapi? Nguvu za adui zimeteka vitu vyake vyote. Kwa damu ya Yesu vinaachiwa kwa jina la Yesu. Tunafungulia baraka ndani ya uhai ulio ndani ya damu ya Yesu. Lakini kuna vitu vinakufa kwenye maisha yake na vingine vinaendelea kufa. Hata amekata tamaa na maisha, hata watoto wake wamekata tamaa na maisha, hata future yake amekata tamaa na maisha. Kwa nguvu iliyomo ndani ya damu ya Yesu, vyote vinafufuka sasa hivi kwa jina la Yesu. Ndoa inafufuka tena kwa jina la Yesu. Uchumi ulioshikiliwa na adui anauachia kwa damu ya Yesu sasa hivi. Lakini Mungu, nakushukuru sana. Wewe Bwana ni mtaalamu wa kurudisha mara mbili zaidi. Wewe Mungu ni mtaalamu wa kurudisha maradufu. Mtendee zaidi Bwana. Kila kilichopotea kwake kinarudi sasa hivi kwa jina la Yesu. Kila hali aliyokuwa nayo zamani sasa hivi haipo, inamrudia tena kwa jina la Yesu. Tena awamu hii ya pili utukufu wake unakuwa ni mara mbili ule wa kwanza Bwana. Kama ambavyo ulimrejezea vitu vyake Ayubu, mrejeshee kwa jina la Yesu. Yule ambaye hana watoto, mrejeshee watoto kwa damu ya Yesu. Ambaye hana mifugo na anahitaji mifugo na biashara na akaunti zake, tangu mara ya mwisho alipo draw fedha hajatoa chochote mpaka leo, katika jina la Yesu natangaza uchumi wake ukiachiliwa. Ninatangaza amani, ushindi, baraka kwa damu ya Yesu. Baba, umesema damu yako ni ngome imara. Mzunguke mtoto wako na ngome yako. Damu yako ikamzunguke Bwana, maisha yake yazungukwe na damu ya Yesu. Kuinuka kwake kulizunguka hatua zake, kila atakapopakanyaga Bwana patanguliwe na kufunguliwa na damu ya Yesu. Kila mlango atakaobisha Bwana, ninatangaza damu yako ikatangulie na kufungua kwa jina la Yesu. Kila mambo ambayo shetani aliyetangazia kwamba yanaelekea kufa yanafufuka sasa hivi kwa damu ya Yesu. Hakuna kushindwa tena kwake. Hakuna. Kila kilichoshikiliwa mateka kinafunguliwa kwa upesi sana. Asante Mfalme kwa majeshi ya malaika, excelling angels, high profile angels, malaika wenye level za juu sana, wenye nguvu nyingi. Sasa hivi wanafungulia mambo kwenye maisha yake. Wanatumwa kutoka mbinguni wakikatakata kila vifungo vilivyofunga mzazi wake, vilivyofunga kaka zake, dada zake. Familia yao imewekwa block. Nina unblock katika jina la Yesu. Vinafunguliwa katika damu ya Yesu. Asante Mfalme kwa mambo makubwa unayoyatenda sasa hivi. Sasa kwa sababu Mungu anamtendea mambo makubwa, Baba, ninakushukuru tu kwa sababu miongoni mwa makubwa unayomtendea ni kumrudishia maradufu. Ninamtangazia maradufu kwa jina la Yesu. Apokee maradufu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, maradufu, mara mbili, mara 100 na kuendelea, kwa sababu tu ameamini katika nguvu iliyomo ndani ya damu ya Yesu. Asante Mungu utendaye mambo makubwa na ya ajabu. Unamtendea mtoto wako sasa hivi mambo ambayo akili yake haiwezi kuyaelewa. Asante, miujiza mikubwa kutoka mashariki, kaskazini, magharibi anaiona kwenye maisha yake katika jina la Yesu. Amen. Kuna mambo 4 lakini tutaishia 3. Kama Bwana atatupa nafasi wakati mwingine tutaendelea na la 4 na mengine kadiri Mungu atakavyotoa. Lakini la 4 lilikuwa ni jinsi damu inavyoshikilia ushirika wako na Mungu. Lakini twende la 3. La 3 letu la mwisho ambao tunakwenda kumwomba Mungu siku ya leo ni kuyapata mambo ya kina ya Mungu. Unajua kuna zile nyeti, habari nyeti,
baraka nyeti mahususi. Unajua Mungu anabariki watu kwa ujumla, na kuna wengi wanatembelea zile general blessings, baraka za Mungu za jumla tu. Kama majani anapata utomvu maji, na anapata maji ya kunywa, na kama majani tu. Mjusi nyumbani kwako anakula mbu kidogo na vidudu, na wao anakula kidogo matembele na ugali na nyama na vitu mbalimbali. Lakini kuna vile vitu mahususi ambavyo Mungu amevifichaga kwa ajili ya watoto wake. Kuna mahali unafika wakati mzazi ambaye makini, hata kwenye sherehe huwa anaficha zile nyama nzuri, maini, na kwa ajili ya watoto wake. Kuna wengine unakuta hata kwenye misiba amekuja na kanga, mama amejifunika kanga hivi, kumbe mle ndani ana ka hotpot, ile pilau kali kabisa na zile finyango nzuri anamfishia mama yake. Mungu anamfishia mtoto wake. Jamani, karibuni, nilikuwa kwenye msiba, nilikuwa kwenye sherehe fulani, nimewaficha kwenye vipochi vile kwenye sherehe. Unashangaa tu paja la kuku limechukuliwa hivi, limepotea, kumbe limefichwa kule ili akampelekee mtoto wake. Mungu na yeye ana vitu vyake vizuri ambavyo huwa amevificha, hivyo ni special kwa ajili ya watoto wake sana. Sasa leo tunakwenda ku-unlock, kuvichukua, na hivyo vitu ili vichukue, ili uvinufaike navyo, ni lazima upitie damu ya Yesu. Ndiyo ufunguo wa kuchukulia zile baraka za nyeti za Mungu. 5:4-6 Ufunuo. Ufunuo 5 mstari wa 4 na wa 6 anasema, nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Na mmojawapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile mihuri zake 7. Nikaona katika kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4, katikati ya wale wazee, mwana-kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia kote. Akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake, yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi. Na alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana-kondoo, na kila mmoja ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Sasa zawadi nzuri ya Mungu inapatikana mahali panaitwa patakatifu pa patakatifu, na funguo ya kufungulia, loko ya taarifa na ramani ya kuchukulia baraka za Mungu zilizoko patakatifu sana hapa mbinguni ni damu ya Yesu. Nikurudishe kidogo, hatuwezi kuzungumzia damu ya Yesu bila kuzungumzia huduma ya patakatifu ya hapa duniani. Ili kuhani aweze kuingia mbele za Mungu, mzee wa siku, ndani ya patakatifu, ilibidi ifanyike kafara nje, kwenye madhabahu ya nje. Alafu atachukua baadhi ya damu mara moja kwa mwaka katika siku ya upatanisho, the Yom HaKippur, siku ya 10 ya mwezi wa 7, ataingia patakatifu sana. Na kule patakatifu sana kuna madhabahu tu ya kufukiza uvumba ambayo iko patakatifu pa kwanza. Alafu anafunua pazia, anaingia ndani sana, mahali ambako Mungu wako yupo. Sasa mle ndani sana kuna sanduku la agano la dhahabu na vitu vingine vipo, lakini hatuwezi kuvitaja. Juu ya sanduku la agano la dhahabu kuna malaika wanambao wamefunika. Jangwani walikuwa 2, lakini hekaluni wamewekwa 4 kwenye hekalu la Suleiman. Alafu juu ya ile sanduku kuna kitu kinaitwa the Shekinah glory, utukufu wa Shekinah.
Alafu ndani ya lile sanduku kuna vitu vya ajabu sana. Moja, kuna mbao 2 za amri 10 za Mungu zimetunzwa ndani, ambako juu yake yuko Mungu. Ni kiti cha rehema panaitwa pale juu ya sanduku. Alafu kuna fimbo ya Haruni ambayo ina machipukizi, vitu kama vinachipua hivi. Alafu kuna hiki kitu ambacho tutakwenda kuiomba leo. Kuna bakuli la dhahabu, a golden vessel. Na ndani ya hili bakuli la dhahabu zimo mana au chakula cha malaika, chakula cha mbinguni. Hii kitu hii mpaka uifikie hii imana iliyotunzwa ndani, inabidi uingie kule kwa njia ya damu. Kuhani alipoingia mara moja kwa mwaka alinyunyiza damu ambayo inawakilisha damu ya Yesu. Sasa sikiliza. Katika kile kitabu ambacho huyu mtu wa Mungu Yohana alikiona, ndani yake kuna taarifa za msingi kuhusu maisha yako, kuhusu kesho yako, kuhusu blueprint ya maisha yako, lakini kuhusu vile ambavyo Mungu anataka we uwe. Lakini ndani yake pia kuna taarifa za kutosha kuhusu historia ya maisha ya dunia, lakini na historia ya maisha ya mtu mmoja mmoja duniani, na namna ambavyo anaweza akatumia kuaccess vitu vya kina vya Mungu, vitu nyeti vya Mungu, baraka za Mungu, chakula bora kabisa kilichomo ndani ya patakatifu sana. Na kwenye bakuli la dhahabu vimetunzwa vitu vya thamani. Ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yako. Sasa yawezekana wewe ulipaswa kuwa daktari, lakini tunapoongea sasa hivi yawezekana ni bodaboda tu. Sio kwamba bodaboda hafai, ni kitu kizuri, lakini haikuwa hivyo. Yawezekana unasema tunajaribu ujasiriamali, kilimo, lakini wewe utakiwa kuwa a company owner. Vile vitu vya siri vya mbinguni vilivyo katika patakatifu sana, zile taarifa, document zenye kumbukumbu kuhusu uhai na namna Mungu alivyokusudia wewe uwe, vinapatikana kupitia damu ya Yesu. Vinapatikana kupitia damu ya Yesu, through the blood of Jesus Christ. Sasa hii damu ya Yesu ndio inaondoa makufuli, vifungo ambavyo vimefunga historia yako, vimefunga njia za kuendea patakatifu sana pa mbinguni. Sasa kujua kwamba hivi ni vya kwako, hivi vitu vilivyoko patakatifu sana, hivi vitu vyenye mabakuli ya dhahabu, hatima nzuri, baraka nzuri, namna ambavyo Mungu amekusudia uwe, lakini unaishi chini ya viwango, ni vya kwako. Lazima usome kitabu cha Waebrania 4. Waebrania 4. Waebrania 4:16. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Kiti cha neema kiko wapi? Kiko ndani patakatifu sana, huko ambako Yesu alionekana, mwana kondoo aliyechinjwa mbele ya Baba, na ndiko ambako kuna mamihuri yaliyofunga vitabu vyako, ambavyo Yesu ndio pekee na vifungo. Ili uweze kuaccess, kuingia kule, lazima upitie damu. Kwa leo tunakwenda kumwambia Mungu kupitia damu ya Yesu, kila njia, vikwazo vilivyo katika njia ya kufikia hatima yako njema vifutwe na kuondolewa kwa jina la Yesu. Alafu zile zawadi za thamani zilizowekwa kwenye mabakuli ya dhahabu ya mbinguni kuhusu hatima yako, mana zilizowekwa mle ndani, vyakula vya mbinguni, uweze kupewa na kuvila. Tunavila kwa damu ya Yesu siku ya leo. Tunakwenda kuvichukua na kuwa vya kwetu, na kwa damu ya Yesu inakwenda kupangusa na kufuta kila vumbi la kikwazo lililowekwa mbele yako kwa jina la Yesu. Anasema 4:16, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Ili iweje? Ili upewe rehema. Zinatoka wapi rehema hizi? Hapa kwenye mabakuli haya yaliyojaa mana za Mungu na baraka za Bwana, na kupata neema ya kutusaidia
wakati wa mahitaji. Wakati wa mahitaji. Wakati wa mahitaji. Unahitaji nini kutoka kwa Bwana siku ya leo? Ni hitaji lako gani kubwa ambao unasema hiyo ndio maana yangu ambayo nataka Mungu anipe siku ya leo? Mwambie Mungu, mwambie Mfalme akutendee katika siku ya leo. Sasa tunapoingia kwenda kwenye maombi ya kuchukua stahiki zetu zilizopo kwenye kiti cha rehema katikati ya utukufu wa Shekaina, zilizowekwa katika mabakuli ya dhahabu, mana nzuri, zawadi nzuri za Bwana, tunakwenda kuzisogelea kupitia damu ya Yesu. Tunaposogelea kiti cha rehema kwa damu ya Yesu, wimbo namba 143 beti la kwanza na chorus, alafu namba 142 beti la kwanza na chorus, tunapotumia kama mikono ya kutuingizia na kusafishia njia ya kupokea baraka kubwa kubwa za Mungu, vitu vya Mungu vilivyofichwa kwa ajili yetu, za kufungulia mihuri iliyofunga hatima ya maisha yetu, ya kupokelea maelekezo juu jinsi tutakavyomaliza historia ya maisha haya kwa ushindi sana, ya kupokelea maelekezo namna ya kwenda kufunguliwa na kuachiliwa vilivyozuiwa. Yule aliyepindua jiografia ya maisha yako, aliyogeuza juu chini historia ya maisha yako, tunakwenda kupindua tena kwa uwezo wa damu ya Yesu. Humo ndani patakatifu sana pa Mungu. Baba, sina msaada ila kwako peke, kama kwangu ungefichwa nifanyeje Baba? Sasa hivi naamini Yesu alikufa, alimwaga damu yake nitoke dhambini. Nasikia mwito, ni sauti yako, nikasafiwe kwa damu ya kuangikwa kwako. Nimesogea mtini pako, unisafishe kwa damu ya kuangikwa kwako. Ni mnyonge kweli, umenipa nguvu, ulivyonisafisha taka ni utimilivu. Nimesongea mtini pako, unisafishe kwa damu ya kuangikwa kwako. Baba, tunakushukuru sana kwa kukubali kutoa uhai wako, kwa kukubali Yesu kumwaga damu yako ili sisi tuliokuwa tumekufa katika dhambi tuweze kuwa hai tena ndani ya Kristo. Tumesulubiwa pamoja na Kristo. Sio sisi tunaoishi tena, sio damu yetu inayoishi tena, ni damu ya Kristo, ni damu ya nguvu, damu ya Mungu ndio inayoishi ndani yetu. Asante Baba Mungu wa mbinguni, kwa sababu kwa damu hiyo ambayo tumeipokea kupitia mauti ya Yesu,
tunaingia patakatifu sana, si kama makuhani wakuu. Tunapaingia mbele ya kiti cha rehema na neema, mbele ya utukufu mkubwa wa Shekaina, mbele ya kiti chako cha rehema, kwa sababu si kama viongozi wa dini. Tunaingia kama watoto wako na marafiki zako, ili tupate kupokea zawadi mahususi za watoto wa Mungu, zilizofichwa na kubebwa katika mabakuli ya dhahabu ndani ya sanduku la agano, ndani kabisa ya kiti cha rehema. Bwana, tutendee kwa jina la Yesu. Sasa Bwana, tunakushukuru pia kwa sababu kuna tu vitu tulikuwa tumefungwa eti kwenye vile kablasha kamefungwa kuhusu maisha yetu, kamefungwa kuhusu watoto wetu, kamefungwa kuhusu kesho yetu. Asante Simba wa kabila la Yuda. Asante mwana kondoo uliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili uweze kupata kufungua mihuri, ili uweze kupata kufungua makufuri, ili uweze kufuta password, kufuta pateni, Bwana, kufuta lock zote zilizo lock maisha yetu, zilizo lock familia zetu, zilizo lock watoto wetu, zilizo lock biashara zetu, zilizo lock baraka zetu kutoka mbinguni. Tunakushukuru mfalme wa mbinguni. Kila kitu kimefunguliwa, malango yetu yako wazi, njia zetu za kupokelea baraka za Bwana ziko wazi. Na katika maombi haya tunakushukuru kwa damu ya Yesu, ambayo kwa hiyo imetupa free access, imetupa njia huru ya kuingia mpaka Mungu ulipo kabisa. Kabla haujatupa vitu vyetu, kabla hatujachukua baraka na neema na rehema zako, tuchukue sisi kwanza mfalme. Chukua mioyo yetu mfalme, chukua roho zetu mfalme, ondoa kiburi chetu mfalme, tufunike na utukufu wa damu yako kwa jina la Yesu. Sasa naongea na mtoto wako sasa. Bwana, kama kuna kakitu kalikuwa kamezuiwa, eti kakufuri kamefunga hivi, Bwana, mihuri ishafunguliwa. Mihuri ishafunguliwa, na kwa sababu imeshafunguliwa, ninamtangazia mtoto wako huyu sasa, kila alichoaminishwa kwamba kilifungwa. Milango ya ajira ilifungwa, milango ya elimu ilifungwa, milango ya kutumikia ilifungwa. Yani biashara ambao wanafikiria kuanzisha, Mungu anaona kama imeshafungwa. Kuna watu wetu waliweka kitu hivi. Asante mfalme, maana vinafunguliwa tena na kuachiwa huru kwa jina la Yesu. Mihuri kuhusu hatima yake inafunguliwa. Lakini kuna mtu ambaye aligeuzwa. Kuna huyu ambaye aligeuzwa. Ulikuwa unamwandaa kuwa mbunge, ulimwandaa kuwa waziri, ulimwandaa kuwa rais, ulimwandaa kuwa mfanyabiashara kwenye level zile za juu, mamilionea, bilionea, lakini vitu fulani viligeuzwa katika ulimwengu wa roho. Sasa ni omba, sasa ni muhitaji, sasa analialia, sasa amekata tamaa na maisha. Wazo kubwa liloteka akili yake ni kujinyonga. Wazo kubwa liloteka akili yake ni kufa. Kuna mwingine ameaminishwa kwamba yeye hapo ndio imetosha. Baba, ninatangaza malaika wa mbinguni mwenye nguvu na uweza mkubwa, aliyeshika minyororo yenye na mapanga yanayowaka moto wa utukufu wa Mungu, akatekate kila password, avunje kila makufuri, abomoe kila kikwazo kilichowekwa mbele ya mtoto wako, akawe huru tangu sasa kwa jina la Yesu. Bwana, nakushukuru maana kwa imani ninaona wale makerubi wenye nguvu, high angels, wakichukua mana za mbinguni ambazo ni baraka za hatima ya mtoto wako na kumpa mtoto wako. Sasa wale ambao wanahitaji neema ya kufunguliwa kutoka katika ucheleweshwaji, Bwana apokee kupiga hatua kwa jina la Yesu. Wale ambao walikuwa wamekata tamaa na maisha, huyu ambaye alikuwa amekata tamaa na maisha, kutoka katika patakatifu zawadi mahususi za kimungu akazipokee sasa hivi kwa jina la Yesu. Wale ambao waliishi maisha ya chini kabisa kudharaulika, apokee heshima kutoka mbinguni, apokee heshima kutoka mbinguni. Wale ambao walikuwa wamepoteza mwelekeo, wameacha hata kukuabudu, wameanza kuabudu miti, wameanza kuabudu nadharia za watu, wamechanganywa na kudanganywa kuhusu Biblia, wanaamini maneno tu ya watu, katika jina la Yesu. Muhuri ambao ulifunga
takwimu za akili yake kuhusu Mungu unafunguliwa sasa kwa jina la Yesu. Unafunguliwa sasa kwa jina la Yesu. Lakini kuna wale ambao, na huyu ambaye akakaa adui amekapa promotion sana, kale ambako likashinda kule mbinguni kakatupa kakaanguka kama umeme, kale ambako akana kitu kwetu, kwake kamekuwa ndio kila kitu. Kameshika hela zake, kameshika ubongo wake, kameshika maisha yake, amezingirwa na mizimu na taarifa za kijini za kimashetani. Sasa kwa sababu amesikia neno hili la maombi, na anasema yuko Mungu mbinguni mwenye uwezo wa kufungua na kupasua kila mihuri na makufuri na mabana na nili. Lakini amesema kwamba yuko Mungu mbinguni ambaye kuna bakuli la zawadi za dhahabu ambazo ameniandalia. Anasema kuanzia sasa najisalimisha kwake. Mungu mbadilishe sasa. Fukuza. Tunazifukuzilia mbali hizo nguvu kwa jina la Yesu. Tunazikimbizilia mbali hizo nguvu kwa damu ya Yesu. Hivyo mamlaka vingine, hivyo vifalme na principalities na vijeshi ambavyo viliweka vizuizi kwenye maisha yake, kwa mamlaka ya damu yako viunguze sasa hivi. Vinaungua sasa hivi, vinateketea kwa jina la Yesu, vinatawanyika kwa damu ya Yesu. Alafu mtoto wako amekombolewa, amekombolewa. Na kwa sababu umekombolewa, utukufu wako unaonekana kwake. Mrudishie vitu vyake, mrudishie vitu vyake, na sio tu kumrudishia mfalme. Sasa hivi namtangazia aanze kupokea zawadi kutoka mbinguni, zawadi za patakatifu, zawadi za patakatifu pa patakatifu, zawadi za kiti cha rehema. Apokee zawadi za ndani ya sanduku la agano, apokee zawadi ya utii wa amri zako, apokee zawadi ya baraka za kiuchumi, apokee zawadi za baraka ya ushindi kwenye kila eneo la maisha yake, zawadi za fikra bora za kimungu. Pindua vitu vyake kwa jina la Yesu. Kimbiza mbali yule jamaa anayemsumbua na kumtesa, na kawe huru tangu sasa, na kawe huru tangu sasa. Asante Mungu, tenda mambo makubwa. Asante kwa kuwa ukombozi mkubwa ambao umefanya kupitia maombi haya. Tunapokea baraka zetu katika masaa haya tutakapokuwa tukimaliza kwa ushindi mkubwa. Asante kwa kuwa Mungu umetenda, katika jina la Yesu, amen. Tunapomshukuru na kumshangilia Mungu wetu, hatutakuwa na makosa sana, hatutakuwa na makosa sana tutakapoimba na kumaliza kwa wimbo wenye nguvu kabisa, nimekombolewa na Yesu. Wimbo namba 35. Nimekombolewa na Yesu, na sasa nimefurahi, kwa bei ya mauti yake mimi ni mtoto wake. Kombolewa na damu, kombolewa, mimi ni mtoto, mimi mwana wake kweli. Nitamwona mfalme wangu katika uzuri wake, ambaye najifurahisha katika torati yake. Kombolewa na damu, kombolewa, mimi mwana wake kweli. Najua taji imewekwa mbinguni tayari kwangu, muda kitambo atakuja ili alipo niwepo. Kombolewa na damu, kombolewa, mimi mwana wake kweli. Baba, ninakushukuru sana kwa ibada hii kubwa, ibada yenye nguvu. Nimeona jinsi ambavyo umefanya mambo makubwa kwa watoto wako. Asante kwa nguvu ya damu ya Yesu. Sasa tu nimtangazie baraka chache tunapomaliza huduma hii ya maombi. Mtoto wako
Kuna yule ambaye amebarikiwa sana na maombi haya na anasema hata kuacha Mungu. Baba, mshikilie kwa nguvu za kimungu, mshikilie kwa nguvu za mbinguni. Na kale kajamaa kalikuwa kanamtesa, kanamsogelea, kasithubutu kumsogelea tena kwa jina la Yesu. Amezungukwa na damu yako, nuru ya uso wako umwangazie, baraka zako zimfuate, malaika wako waweke kambi popote atakapokuwa, msafara konvoi ya kimalaika ikamzunguke popote aendapo, ngazi kama iliyoshuka kwa Yakobo kutoka mbinguni, ikishusha malaika wakishusha na baraka zako na kupanda na kuchukua vitu vyake kuleta kwako Bwana, ikajengwe kwenye familia yake, nyumbani kwake, ikafukuzilie mbali kila kitu kinyume na wewe. Mfanye awe juu tu wala asiwe chini. Bwana, mpatie kila anachokihitaji kwa kadiri ya utukufu wako. Utajiri wa mbinguni uwe juu yake. Lakini Mungu, ninamwombea tena ukamfanye kuwa kichwa na sio mkia tena. Awe juu tu wala asiwe chini. Amani tele wakati wa usingizi. Pate usingizi mzuri sana. Chochote atakachofanya, geuza mikono yake ikawa ni Midas touch. Chochote atakachokigusa kigeuze kwa dhahabu na matokeo yake ikawa ni makubwa kwa jina la Yesu. Bariki chombo chake cha kukandia, bariki akaunti zake za benki, bariki M-Pesa zake, bariki na vyanzo vyake vya mapato, mpatie fedha kwa ajili ya utukufu wako. Lakini Mungu, bariki watoto wake, muondolee magonjwa, hakutakuwa na magonjwa tena kwake kwa jina la Yesu. Muondolee huzuni, muondolee wasiwasi na mashaka, mzingire na kigo wa damu yako. Kila adui atakapokuja atawanyike mara 7. Asante Bwana kwa mambo makubwa ambayo umemfanyia. Ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki. Karibu tena wakati mwingine.